Ninapozungumzia destiny restoration nazungumzia kwa habari ya urejesho wa hatima. Na urejesho tutaangazia maeneo ambayo hatima za wengi zinakufa. Tutaenda kuangalia kwa habari ya namna ambavyo hatima zinakufa na zinauawa, na namna ambavyo tunaweza pia tukazirejesha hizo hatima za watu ambao zimekufa. Kitabu kile cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10 pia sura ya 10 mstari wa 10 inasema, mwizi haji ili aibe peke yake, bali kuua pamoja na kuharibu. Kwa hiyo shetani anachokilenga kwenye maisha ya mtu siku zote ni kumuangamiza na kumuua moja kwa moja. Anachokilenga kwako ni kuangamiza hatima ulionayo. Anaweza sikuue wewe, ila kaua mwelekeo wa maisha ya kwako. Kwa hiyo kuna hatima nyingi sana za watu wengi zimeuawa. Watu wengi wameuawa, hatima zao hawana hatima tena. Na moja ya ishara utakayojua na kugundua kusema mtu huyu kuna namna moja kama vile hatima yake imekufa, ni pamoja na kwamba huyu mtu kuna jambo alikuwa akilifanya vizuri kabisa, ama alikuwa akilifanya mahali, saizi ameacha kulifanya kile kitu na hauoni mwelekeo wowote kwenye maisha yake kwake. Yani alikuwa anafanya kitu fulani lakini hakifanyi tena na hana mwelekeo wowote. Ni moja ya kitu ambacho kitafahamisha kwamba hatima ya huyu mtu kuna namna moja inaenda kufa ama ameuawa moja kwa moja. Na vitu ambavyo vinatumika sana kuua hatima za watu wengi ni pamoja na kuletewa magonjwa ya muda mrefu. Mtu amekaa kitandani muda mrefu, anaugua muda mrefu, kwa hiyo anashindwa kufanya kazi aina yoyote, afanye kitu cha namna yoyote. Moja kwa moja ni kwamba hatima hiyo mtu ipo kwenye hatari ya kwenda kufa, kwa kuwa akiendelea kukaa kitandani pale hatafanya chochote na hatafanya jambo la aina yoyote, maana hiyo hatima inaenda kufa. Jambo la pili ambalo linaweza likawafanya watu wengi hatima zao kufa ni pamoja na kupata ulemavu. Mtu labda alikuwa akitegemea macho yake kufanya kazi fulani, alikuwa akitegemea kufanya vitu fulani, shetani anakuja na ng'oa yale macho, anafanya ajali, macho na miguu, kitu chochote kile kinaondoka. Inawezekana miguu, inawezekana ulemavu wa namna yoyote. Ulemavu umekuwa ni chanzo ambacho kinarudisha hatima nyingi sana za watu na magonjwa. Lakini pia wengine anachokifanya shetani, wanachengeshwa akili zao, wanakuwa vichaa kabisa. Ni mtu alikuwa akienda vizuri lakini anakuwa kichaa. I know watu wengi mnashuhudia na kuona mitaani kuna vichaa wengi ambao wana akili, na ukiona kabisa unaona hiki kichaa lakini ni very smart, ana akili, ana ufahamu, lakini tu kuna akili yake imechengeshwa, hatima yake imewindwa na kuchukuliwa na kuibiwa hatima ya kwake. Yani imechukuliwa, kwa hiyo anaanza kuuawa hatima yake na anakuwa anaishi kwenye kile kitu ambacho sicho ambacho Mungu amempangia. We are talking about destiny restoration. Na nimekuambia kitu kimoja kwamba tunapoendelea na hili somo, kuna watu mtaanza kugundua, ndugu zenu ama wewe mwenyewe, kuna namna moja ama namna nyingine hatima yako imeuawa ama hatima yako imekufa kabisa. Na kitu kingine ni kufanya, shetani anachokifanya anakufanya uchanganyikiwe. Haujui ufanye nini, utende nini, na unajikuta unapoteza muda mwingi sana kwenye kutafuta kitu gani ufanye. Unakutana na mtu ni mzee mpaka sasa hajui afanye nini kwenye maisha yake. Ameshazeeka na umri wake umeenda sana. Unakutana na mtu ni kijana amechanganyikiwa kabisa na maisha, hajui afanye nini. Ni ishara mojawapo kusema ile hatima ya kwake inaenda kuchengeshwa, inaenda kuuawa. Atakaa muda mwingi na muda mrefu akitafuta afanye nini na hajui afanye nini. Muda unazidi kwenda na umri unazidi kwenda. Atakuja kuzeeka na amezeeka kabisa, hajui afanye nini, hadi anakuja kufariki. Watu wengi wamekufa, ndoto zao zipo makaburini. Kuna mwanafalsafa mmoja aliandika kwamba sehemu yenye utajiri mkubwa duniani ni sehemu yenye makaburi. Maana yake ndoto za watu wengi hazijatimia, watu ndoto zao hazijatimia. They have a dream, walikuwa wanataka afanye hiki, afanye hiki, afanye hiki, na shetani akawa anawachengesha hapa na wachanganya, wanachanganyikiwa, hawajui wafanye vipi, hawajui watende vipi. Ni ishara moja wapo kama hatima inaenda kufa ama imekufa moja kwa moja. Nadhani pia unaweza kutambua kwenye maisha ya baadhi ya watu ambao ni watu wa karibu na wewe, wapendwa wako ama watu wa namna fulani. Kuna namna moja ama
ama namna nyingine hawaelewi wafanye nini, hawaelewi watende nini, wapo tu wamechanganyikiwa. Na kuna wengine walikuwa wakifanya vitu fulani vizuri kabisa, lakini sasa wamefikia hatua ambayo hawaelewi wafanye nini, watende nini, wapo tu. It is a sign that the destiny inaenda kuwawa ama imekufa moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kitabu cha Isaya 42 mstari wa 22, watu hawa wamewekwa kwenye mashimo na mateka, wala hakuna asemaye rejesha. Wamewekwa kwenye mashimo fulani, wanataka wauawe, na hakuna mtu ambaye anasema warejeshewe vile vitu. But today we are here, tupo mahali hapa kuongea kwa habari ya restoration. The destiny ya watu ambao zilikuwa zimekufa wanaenda ku be restored again. Walikuwa wameuawa, wanaenda ku be restored again. Sawa kitabu cha Ezekieli 37 mstari wa kwanza na kuendelea, Mungu anamwambia Ezekieli, tabiri juu ya hii mifupa, maana inaenda kupata uhai tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na zani hapo utakuwa umenielewa na kuona namna ambavyo hatima za wengi zinauawa kupitia magonjwa, kupitia uhichaa, kupitia kuchanganywa akili, kupata ulemavu wa kudumu na vitu kama hivyo. Ni namna ambavyo hatima za watu wengi huwa zinauawa. Lakini namna gani ufanye ili kuamsha, ili kurejesha ile hatima ambayo ilikuwa imeuawa au kurejea tena kwenye mstari? Hapa nenda kuambia namna ya kwanza, nenda eneo ambalo hatima yako imeuawa. Unaweza kushangaa, mbona I don't know kinamna gani? Sikiliza. Kitu cha kwanza ambacho kimeanza kuuawa kwako ni kile kitu ambacho ulianza ukifanya hapo mwanzo. Kuna jambo ambalo ulikuwa ukilifanya mwanzo and ilikuwa inakupa matokeo, lakini saizi una kile unachokifanya unakuwa ni mtu ambaye unachanganyikiwa, hujui ufanye nini, unagusagusa tu. But kuna kitu kimoja ambacho kwa kukifanya kinakupa matokeo ya namna fulani, and there was hope kwenye hicho kitu ambacho unakifanya. And ninapokuwa nazungumzia hope na matumaini, ni kwamba ulikuwa ukiona baadhi ya saini na baadhi ya matokeo kwenye hicho kitu. Na pia inawezekana moja kwa moja ni kwamba hapo mwanzo ulikuwa unakiona mara kwa mara kwamba hichi kitu nastahili kukifanya, hichi kitu natakiwa kukifanya, lakini saizi umechanganyikiwa, hujui ufanye nini. It is a sign like there are something. Rejea tena kwenye kile kitu. Inawezekana kwenye duka ambalo lilikuwa limekufa, rejea pale. Kwenye uongozi, rejea pale. Kwenye siasa, rejea pale. Kwenye huduma, rejea pale ambapo palikuwa pameuawa. And ukifika lile eneo, unarejea kwa namna gani? Labda give you kwenye tafakari. Unaanza kwanza kwenye tafakari. Kama ni visible place, sehemu ambayo unaweza ukaifikia, nenda sehemu ile. Ni sehemu ya duka ama sehemu ya namna fulani, nenda katika ile sehemu ambayo kitu chako kilikuwa kimekufa. Ikiwa ni dukani, nenda dukani. Ikiwa ni kwenye uongozi, maeneo ambayo yanahusiana kile kitu cha kwako ambacho mwanzo kilikuwa kimekufa na kufanya vizuri sana, rejea ile eneo. Jambo la pili ambalo utalifanya pale, it's just like Ezekiel, Mungu anamwambia, akampeka pa kwenye bonde lililojaa mifupa mikavu. Ni eneo ambalo mifupa ipo mingi na mikavu, lakini Mungu akamwambia itabirie. The second thing to do is to prophesy. Tabiri juu ya mifupa mikavu, tabiri juu ya duka lako lililokuwa limekufa, tabiri juu ya ndoa iliyokuwa imekufa, tabiri juu ya kazi iliyokuwa imekufa, tabiri juu ya uongozi uliokuwa umekufa, juu ya siasa, juu ya huduma iliyokuwa imekufa. Anza kuitabiria tena, anza kutabiria tena. Tabiri kuanzia kitu kimoja mpaka kingine, kile unachokihitaji. Ikiwezekana ni mtaji, ikiwezekana ni nguo, ikiwezekana ni bidhaa, ikiwezekana ni connection, ikiwezekana whatever. Prophesy. Sema kitu fulani kitakuja dukani kwangu, kitu fulani kitakuwepo, jambo fulani litakuwepo, kitu fulani kitakuwepo. Prophesy juu ya vile vitu vyote, tabiria juu uongozi, kila kitu anza kutabiri wewe mwenyewe. Alafu jambo la mwisho na la tatu la kufanya hapa ni kuacha. Biblia inasema nyamaza kimya nami nitakupigania, uone wokovu wa Bwana juu ya maisha yako. It is a time kwa wewe kunyamaza na kusema, Mungu sasa nimekuachia na wewe marizia. Mungu sasa nimeacha nipiganie kwenye ile eneo. Na kitabu kile cha Yoeli sura ya
2 mstari 25 mpaka 27 anasema miaka iliyoloa na madumadu na nini pana zige itarejeshwa, na anaenda kuirejesha ni Mungu mwenyewe. The serious thing kuacha ni kuacha utendaji kazi wa Mungu. Anakuhakikishia kwamba kila kitu kitaanza kurudi sawasawa na vile ilivyokuwa mwanzo. Na kama umechanganyikiwa, you need the wisdom of the Holy Spirit. When you speak about that, unapoanza kuomba kwa habari ya hichi kitu, utaanza kuona ufunuo mpya unatembea kwenye kichwa chako. Mungu ataanza kuachilia ufunuo mpya, namna gani ufanye, namna gani utende. Inawezekana vitu vingi vinakuchanganya, haujui ushike kipi uache kipi. Kila kitu kinaonekana kama ni kizuri, lakini unagusagusa tu, haujui kitu cha namna gani. You need to rest. Tuliza kichwa chako, na baada ya kutulia muombe Mungu. Sema, Mungu, I need revelation, nahitaji ufunuo, kitu gani exactly nifanye na kitakuwa na matokeo. Na ghafla utakapokuwa ukiomba haya maombi, kuna msukumo utakuingia ndani yako kutenda kitu cha namna fulani. Kuna nguvu itaingia ndani yako kutenda jambo la namna fulani, na Mungu ataenda kukomboa na kukutoa katika kile kitu ambacho kinakutesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna watu ambao wamelala vitandani, ni wagonjwa wa muda mrefu, lakini kinachowindwa kwao pale ni destiny za kwao, ni hatima za kwao. Kuna watu ambao ni walemavu, kinachowindwa kwao ni destiny za kwao. Na muda huu nitaenda kuomba kwa ajili ya kila mmoja, na sehemu yoyote ambayo upo, Mungu ataenda kufanya jambo kwa ajili ya maisha ya kwako. Ikiwa ni mgonjwa upo kitandani, ama upo sehemu yoyote, ama upo mahala popote, and unaona kabisa toka umeanza kupata ugonjwa wa namna fulani, ama toka umeanza kupata tatizo la namna fulani, hauwezi ukafanya tena kile kitu ambacho unatakiwa ukifanya, sikiliza neno la Bwana. Sikiliza nikwambie kitu hichi, na Mungu ataenda kukuponya. Ile miaka na ule ugonjwa ambao ulikuwa nao unaenda kupona moja kwa moja. Naomba niombe kwa ajili ya watu kama hao, na gusa tu sehemu ambayo inakusumbua, ama gusa kichwani kama ni sehemu ambayo haiwezi kashikika, na Mungu ataenda kukufungua, na mimi nitaenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa kila mmoja ambaye anatazama na kuona mahala popote pale alipo, ikiwa kuna shida yoyote imemsumbua, na hiyo shida uelekeo wake ni kuangamiza hatima iliyopo ndani yake, kuangamiza kile kitu ambacho umemuumbia kwa ajili ya maisha ya kwake. Inawezekana ni mlemavu, inawezekana ni mgonjwa, inawezekana ni kichaa wa aina yoyote ile. Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ayo magonjwa na huo ulemavu wa kila namna wote ukapata kumwachia kuanzia sasa. Napotamka uzima ukaingie kwenye mishipa yake, nguvu ikaingie tena kwake, na kawe mzima na wa afya kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Naamini kwamba Mungu amesha kufungua na upo salama, na amini kwamba wokovu tayari umeingia kwenye maisha ya kwako. Mungu akubariki sana, na Mungu akutunze sana.